الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa Safar mwaka 1448 Hijria, sawa na tarehe 21 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 Miladia. يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى: هذا الفصل فيه مسائل وهي التالية. جانا tulisoma fasli hii ya al-i'tidalu min ar-ruku' wama yaqulu fihi. I'tidal, kisimamo kile cha baada ya kurukuu na yanayosemwa katika i'tidali hiyo. Tukasoma kwamba Mtume sallam alikuwa akiinua mgongo wake kutoka katika rukuu hali ya kusema sami Allahu liman hamida, akamwamrisha hilo yule almusii salatahu na kumwambia la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yukabbira thumma yaqula thumma yarka'a thumma yaqula sami Allahu liman hamida hatta yastawiya qaima. Sasa leo Sheikh Bazamul anaelezea sharhi yake ndefu kuhusu mlango huu na kuweka takriban masala 7 yanayohusiana na fasli hii. Almas'alatu alula fi mawdhi'i at-tasmi'i walhamdi. Mas'ala ya mwanzo mahali pa kusema sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Qala yushra'u lilmusalli an yaqula fi hali raf'i min ar-ruku'i ila al-qiyam. Inatakiwa mwenye kusali aseme katika hali ya kuinuka kwake kutoka katika rukuu kwenda katika kusimama, yani ma baina ar-ruku'i wal istiwa'i qa'iman, mahali ambapo ni baina ya kurukuu na baina ya kulingana sawa hali ya kusimama. Yaqulu sami Allahu liman hamida, aseme hivyo sami Allahu liman hamida, Allah amemkubalia anayemsifu. Hii inasema wakati wa kuinuka min ar-ruku'i ila al-qiyam. Qala wa aqiba al-qiyam yaqul rabbana walakal hamdu, baada ya kusimama wima aseme rabbana walakal hamdu. Wa hadha al-ma'na jaa wadihan fi hadithi al-musii salatahu birriwayati allati awradaha al-musannifu rahimahullah. Maana hii ndio iliyokuja waziwazi katika hadithi ya al-musii salatahu, kwa yale mapokezi yaliyokuja aliyoleta musannif rahimahullah aliposema wa amara bidhalika al-musii salatahu, akamwamrisha hilo yule aliyeharibu sala yake. Faqala lahu, na kumwambia la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yukabbira thumma yarka'a thumma yaqula sami'a Allahu liman hamida hatta yastawiya qa'ima. Haikamiliki sala ya yote katika watu mpaka alete takbira kisha arukuu kisha aseme sami'a Allahu liman hamida hatta yastawiya qa'ima, mpaka alingane sawa hali ya kusimama. Thumma kana yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu, kisha Mtume alikuwa akisema na hali ameshasimama anasema rabbana walakal hamdu. Idhan mawdhi'u qawlihi rabbana walakal hamdu ba'da al-qiyam, mahali pa kusema rabbana walakal hamdu ni baada ya kusimama. Akisha simama ndio anasema rabbana walakal hamdu. Wa mawdhi'u qawlihi sami'a Allahu liman hamida fi hali raf'ihi min ar-ruku'i ila al-qiyam, na mahali pa kusema sami'a Allahu liman hamida ni katika hali ya kuinuka kwake kutoka katika rukuu kwenda kwenye kusimama, ndio pale aseme sami'a Allahu liman hamida. Hasa kosa linatokea kwa baadhi ya watu kusema sami'a Allahu liman hamida tayari ameshasimama, anainuka hivi hivi, akishafika kusimama sasa sami'a Allahu liman hamida
Allahumma rabbana walakal hamd. Hili ndio kosa, hili ndio kosa linalochanganya maimamu wengi, wanafanya hivyo. Sasa waona umepata rakaa, kumbe ilikuwa ameshainuka yule imamu, na hiyo sami Allahu liman hamida ameisema mahali ambapo sio pake. Almas'alatu thaniya, hal yajuzu lilmusalli sawaun kana munfaridan au imaman au ma'muman an yajma'a baina qawli sami Allahu liman hamida wa rabbana walakal hamdu? Je, inafaa kwa imamu, sawa alikuwa mtu anasali peke yake au ni imamu au maamuma, akusanye baina ya kusema sami Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu? Yani imamu na maamuma na anayesema peke yake wote inatakiwa waseme hivyo, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. يقول الشيخ بازمول: أقول اختلف في ذلك أهل العلم. أهل العلم ومتفوتيانا katika hilo. من أهل العلم من ذهب إلى أن المصلي المنفرد والإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. Kuna katika maulama wanaosema kwamba mwenye kusali peke yake na imamu wote hao wanakusanya baina ya kusema sami Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu, imamu na anayesali peke yake. Amma almamumu falaysa lahu illa an yaqula rabbana walakal hamdu. Ama maamuma yeye hana lolote isipokuwa ni kusema rabbana walakal hamdu, asiseme sami Allahu liman hamida. واستدل هؤلاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. hawa nao dalili yao ni hii. Mtume anasema imamu amewekwa ili afuatwe. Akileta takbira, nyinyi leteni takbira. Akirukuu, na nyinyi rukuni. Akisema sami Allahu liman hamida, nyinyi maamuma semeni rabbana walakal hamdu. qalu hadha alhadithu fihi anna alma'muma idha salla khalfa al-imam la yajma'u baina qawli sami Allahu liman hamida wa rabbana walakal hamd. Wasema hadithi hii ni kwamba maamuma akisali nyuma ya imamu hakusanyi baina ya dhikri hizi mbili, baina ya sami Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu, kwa sababu Mtume anasema semeni nyinyi rabbana walakal hamdu. Hajasema semeni na sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Hiyo ni kauli ya kwanza. Wa dhahaba akharuna min ahli alilmi, wa pia wamesema wengine katika ahli alilmi, ila anna alma'muma yajma'u baina qawli sami'a Allahu liman hamida wa rabbana walakal hamdu. Hawa wanasema maamuma anakusanya pia baina ya kusema sami'a Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu. Waqalu, hawa nao wanasema almuradu bihadithi rasuli sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Muradi wa kauli hii ya Mtume bayanu anna fi'la al-ma'mumi yaqa'u ba'du au aqiba fi'li al-imam. Hii hadithi inaweka wazi kwamba vitendo vya maamuma vinatokea baada ya vitendo vya imamu. Fahuwa sallam innama arada bayana mawadhi'i al-ihtimam. Hapa Mtume sallam ametaka kubainisha sehemu za kumfuata imamu. Akisha rukuu na nyinyi rukuuni, akifanya hivi na nyinyi rukuuni. Almuradu msimtangulie imamu. Walaysa muraduhu bayana ma yaquluhu almusalli ma'muman wa ma la yaquluhu. Hadithi hii si muradi wake kuweka wazi anaoyasema mwenye kuswali, iwe ni maamuma na asiyoyasema. Hadithi hii haimaanishi hivyo, yamaanisha kwamba imamu atangulie kufanya vitendo, ndiyo maamuma wafuatie vitendo vyake.
Faqawluhu idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u yubayinu anna fi'la al-ma'mumi yaqa'u aqiba fi'li al-imam. Maneno ya Mtume, imamu akirukuu na nyinyi rukuni, imamu akileta takbira na nyinyi leteni takbira, akirukuu na nyinyi rukuni. Hapa anaweka wazi kwamba kitendo cha maamuma kinakuwa baada ya kitendo cha imamu. Fa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu, akisema imamu sami Allahu liman hamida, nyinyi semeni rabbana walakal hamdu. Maanahu yaqa'u qawlukum aqiba fi'li al-imami au aqiba qawli al-imami. Maana ya maneno haya ni kwamba maneno yenu yasemwe baada ya maneno ya imamu na vitendo vyenu viwe baada ya vitendo vya imamu. Maanahu yaqa'u qawlukum aqiba fi'li al-imami au aqiba qawli al-imami, maneno yenu nyinyi mseme baada ya vitendo vya imamu au baada ya kauli ya imamu. Wala yufhamu min hadha al-hadith anna al-ma'muma la yajuzu lahu al-jam'u baina sami'a Allahu liman hamida wa rabbana walakal hamdu. Haifahamiwi katika hadithi hii kwamba maamuma haifai yeye kukusanya baina sami'a Allahu liman hamida na rabbana walakal hamdu, haifahamiwi hivyo. والدليل على هذا القول دليل قوله نايو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وهو إمام للناس. دليل قوله ni kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiswali na akikusanya baina samia Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu, na hali yeye ni imamu wa watu. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. Mtume anasema salini kama mlivyoniona nikisali. Falau kana la yushra'u lilmusalli an yajma'a bainahuma idha kana ma'muman la wajaba ala rasuli sallallahu alaihi wasallam an yubayyina dhalik. Ingekuwa jambo hili halitakii kwa mwenye kuswali kukusanya baina ya samia Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu, ikiwa ni maamuma haitaki kukusanya hivyo, ingelazimu kwa Mtume wa sallam kubainisha hilo, kwamba maamuma asiseme hii samia Allahu liman hamida, asiseme hivyo. Liannahu la yajuzu ta'khiru albayani an waqti alhaja, kwa sababu haifai kuchelewesha bayana na wakati wa haja, kwa sababu watu wanahitajika kufundishwa swala, na Mtume hapo akubainisha kuonesha kwamba inajuzu pia maamuma aseme samia Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Wa ma'lumun anna khitabahu sallallahu alayhi wasallam biqawlihi sallu kama ra'aytumuni usalli, inajulikana kwamba maneno yake Mtume wa sallam kwa kusema kwake salini kama mlivyoniona nikisali, inma tuwajjihu lisahaba alladhina kanu yusalluna ma'ahu. Hakuna vingine, maneno haya anawaelekezea masahaba waliokuwa wakiswali pamoja naye. Waqad kana yajma'u sallallahu alayhi wasallam baina qawli sami'a Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamdu, fama dama alhalu kadhalik fa inna almusalliya yushra'u lahu aljam'u bainahuma sawa'un kana munfaridan au imaman au ma'muma. Asema madamu hali ni hiyo, basi mwenye kusali anatakiwa ajumuishe, akusanye baina ya samia Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu, sawa anasali peke yake au ni imamu au ni maamuma. Hii pia ni kauli ya Imam Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake Al-Umm, anasema hivyo. Sheikh Al-Albani rahimahullah naye kwa kumfuatia Imam Shafi'i anasema hivyo, maamuma pia aseme samia Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu. Anasema kwa sababu imamu anaposema samia Allahu liman hamida watu wote wanasikia. Hii rabbana lakal hamdu watu wanasoma kwa siri, imamu anasoma kwa siri,
na maamuma anasema kwa siri, na ndio maana Mtume akasema na nyinyi semeni rabbana lakal hamdu pamoja na ile sami Allahu liman hamida, sababu rabbana lakal hamdu imamu anaisoma kwa siri, hii sami Allahu liman hamida imamu anaisoma kwa nguvu. Nyinyi mnasikia, isemeni hiyo pia, mseme hiyo rabbana walakal hamdu. Hii ndio kauli ya alimamu Shafi akifuatiwa pia na Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa ni masala khilafia, wanaosema kauli ya kwanza kwamba maamuma anasema hasemi sami Allahu liman hamida, anasema rabbana lakal hamdu, wana dalili yao hadithi hii, na hii kauli ya pili pia ina dalili. Kwa hiyo mtu ana khiari ya kukusanya baina ya dhikri hizi mbili, au husema hii moja tu, rabbana walakal hamdu. Tumefahamu sio? Almas'alatu thalitha fihi ta'kidu lihtimami biqawli sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, ni kwamba kuna usisitizo wa kuitilia muhimu kauli hii sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Usisitizo vipi? Qala wadhalika lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam basharana wa akhbarana بأن الله سبحانه وتعالى يسمع لعبده إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. kwa sababu Mtume sallam ametubashiria na kutuelezea kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamkubalia mja wake anaposema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, au sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal hamdu, au sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu, au sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal hamdu. فإذا قالها العبد سمع الله عز وجل منه هذا الدعاء وتقبله منه وأثابه عليه. mtu akisema hivyo, akisema sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal hamdu, Allah humkubalia dua hiyo na humpa thawabu kwa dua hiyo. Wajaa ma yuakidu hadha almaana, imekuja hadithi inayosisitiza maana hii fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man wafaqa qawluhu qawla almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwani mtu ambaye kauli yake hiyo inawafiki kauli ya malaika husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hii ndio kusisitiza watu waseme dhikri hii. Tumesisitiza kwa kusema kwani mtu ambaye kauli yake hiyo inawafiki kauli ya malaika husamehewa madhambi yake yaliyotangulia, akisisitiza hiyo sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal hamd. Imeangalia hiyo kauli ya Sheikh Saidi kwamba sababu ya hivi si mtu ni mtu alisema alhamdulillah, sijaona hiyo kwamba naam. Inshallah tuzidi kutafuta, hakuna shida. المسألة الرابعة قوله في هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا في أحاديث كثيرة. هل معناه أنه يغفر له الكبائر والصغائر من الذنوب أم فقط الصغائر؟ hadithi nyingi zimekuja hivyo, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Je, maana yake ni kwamba husamehewa madhambi yake makubwa na madogo, au peke yake ni madhambi madogo yanayosamehewa? alladhi alayhi jumhuru ahli alilmi wa huwa as-sawabu as-sahih, kauli ambayo wanayo maulama wengi na hiyo ndiyo sawa iliyo sahihi, anna mithla hadhihi al-a'mal as-salihah innama tughfaru faqat adh-dhunubu as-saghairu, amali hizi njema husamehewa madhambi madogo peke yake, wallamam, na yale madhambi ya kuteleza. Amma al-kabairu fala tughfaru illa bitauba, ama madhambi makubwa hayasamehewi isipokuwa kwa toba. Madhambi haya madogo ndio yanayosamehewa kwa hizi sala as-salawatul khamsu
wa ramadhanu ila ramadhan wal jum'atu ila al jum'a kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Kwa hizi sala tano, Juma mpaka Ijumaa, Ramadhani, kila amali njema inafuta madhambi madogo, sio makubwa. Madhambi makubwa hayafutu isipokuwa kwa taubatun nasuh. وذكر العلماء أن من أسباب رفع عقوبة الكبائر هذه الأعمال الصالحة يوم القيامة. وذكر العلماء أن من أسباب رفع عقوبة الكبائر هذه الأعمال الصالحة يوم القيامة. Maulama wanataja kwamba katika sababu za kuondoshewa adhabu ya madhambi makubwa ni hizi amali njema siku ya Kiyama. Hizi amali njema hizi zinafanya iondolewe adhabu ya madhambi makubwa. Fala naqulu inna hadha al-amala yaghfiru al-kabaira, innama naqulu hadhihi al-a'malu as-salihah hiya sababun min asbabi raf'i uqubati al-kabairi yawm al-qiyamah. Hatusemi kwamba amali hizi zinasamehe madhambi makubwa, isipokuwa tunasema amali hizi njema ni sababu katika sababu za kuondoshewa adhabu za madhambi makubwa siku ya Kiyama. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 12 سببا يرفع الله بسببها عقوبة الكبائر يوم القيامة. شيخ الإسلام ametaja sababu zaidi ya sababu 10 ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaondosha adhabu ya madhambi makubwa siku ya Kiyama kwa sababu ya hayo mambo zaidi ya 10. في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 87 بعد 400. فمن ذلك الأعمال الصالحة التي يعملها العبد، عمل njema anazofanya mtu, فإنه يرجى أن تكون سببا في رفع عقوبة الكبائر. hizi amali njema hutarajiwa kuwa ni sababu ya kuondoshewa adhabu za madhambi makubwa. Bimaana annahu fi hali almuqassa yuqassu lilabdi fatakunu al'amalu salihah biidhnillah rafi'atan li'uqubati hadhihi alkabair. Asema katika hali ya kuchukuliwa kisasi, mtu atachukuliwa kisasi, zitakuwa hizi amali njema kwa idhni ya Allah zinaondosha adhabu ya madhambi hayo makubwa. Mimbabi atbi'i sayyi'ata bilhasana tamhuha, fuatisha ovu jema, hili jema litafuta lile ovu. ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ukifanya ovu kwa bahati mbaya, haraka fanya jambo jema, hili jema litafuta lile ovu. Kwa hiyo ndio hizi amali njema ni sababu ya mtu kuondoshewa adhabu za madhambi makubwa siku ya Kiyama. Kadhalika wa min asbabi rafi al-uquba, ni katika sababu za kuondoshewa hizo adhabu pia ash-shafa'a, shafa'atu nabii sallallahu alaihi wasallam, ile shafa'a ya Mtume sallam ya kuombea umati wake pia ni sababu ya kuondoshewa adhabu. Kadhalika min asbabi rafi al-uquba shafa'atu as-salihin wal awliya, shafa'a ya watu wema na wapenzi wa Allah watawaombea pia Waislamu. Hii pia ni sababu ya kuondoshewa adhabu za madhambi hayo makubwa. Wa minha rahmatullahi azza wa jalla, pia katika sababu hizo ni huruma ya Allah azza wa jalla kwa viumbe vyake. Wa minha ma yulaqihi an-nasu min ahwali yawm al-qiyama, katika sababu hizo ni watu watavyokutana na vitisho vya siku ya Kiyama. Ile nafsi ya kupata vitisho hivyo ni sababu ya kuondoshewa adhabu. Wa minha at-taubatu wal istighfar, pia katika sababu hizo ni toba na kuomba maghfira. Wa minha kalimatu tauhid, katika sababu hizo pia ni kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, kama fi hadithi al-bitaqa,
kama ilivyo katika hadithi ile ya albitaqa. Wa minha ad-du'a'u minhu wa lahu, pia katika sababu hizo ni dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili yake. Wa minha ma yu'malu lilmayit min a'mali albirri, pia katika sababu hizo ni mambo anayofanyiwa maiti katika amali njema. Ma yu'malu lilmayit min a'mali albirri, mambo anayofanyiwa maiti katika amali njema, kumtolea sadaka maiti, dua. Wa minha almasaibu allati tusibu alabda fa innaha kafara, pia katika sababu hizo ni misiba na mitihani inayompata mtu, hiyo pia inafuta adhabu za madhambi makubwa. Mitihani, matatizo, misiba, fa innaha kafara, pia mitihani hiyo na misiba hiyo inafuta adhabu za madhambi makubwa. Wa minha ma yahsulu fil qabri min alfitna wadhaghta warraw'a fa inna hadha mimma yukaffiru bihi alkhataya, pia katika sababu hizo ni fitna inayopatikana katika kabri na ile kubanwa na kabri na vile vitisho vya kabri na uoga wa mtu. Yote haya ni katika sababu za kufuta madhambi na kufuta adhabu za madhambi makubwa. Qala hadhihi 11 sababan, hizi ni sababu 11 jaalaha Allah subhanahu wa ta'ala liraf'i uqubati alkabair, amezijalia Allah subhanahu wa ta'ala hizo ni sababu ya kuondoshewa adhabu za madhambi makubwa anil abdi, kwa mtu. Wa alayhi, na kwa hilo, fa inna ma jaa fi hadha alhadith, yaliyokuja katika hadithi hii, min annahu man qala hadha alqawla wa wafaqa qawluhu qawla almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yaliyokuja katika hadithi hii kwamba anayesema kauli hii na kauli yake hiyo ikawafiki kauli ya malaika husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Almuradu bihi saghairu lalkabair, muradi ni madhambi madogo yanayofutwa, sio madhambi makubwa. Fa innaha la tukaffaru illa bitauba, kwani madhambi makubwa hayafutwi isipokuwa kwa toba. Walakinna Allah azza wa jalla ja'ala asbaban liraf'i uqubati alkabair hiya kama taqaddam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sababu za kuondoshewa adhabu za madhambi makubwa, ni hizo 11 kama ilivyotangulia. Kwa hiyo amali njema hizi zinafuta madhambi madogo, na kwa sharti mtu asifanye madhambi makubwa. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum, mkijiepusha na madhambi makubwa tutawasamehe haya madhambi madogo. المسألة الخامسة في هذا الفصل رفع اليدين مع التسميع. Katika fasli kuna kuinua mikono pamoja na kusema samia Allahu liman hamida. Unaposema samia Allahu liman hamida, huku unainua mikono. Dhakara almusannifu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'inda al-i'tidal. Almusannifu rahimahullah ametaja kwamba Mtume sallam alikuwa akiinua mikono yake wakati wa i'tidal ala alwujuhi almutaqaddima fi takbirati alihram, kwa njia zilizotangulia katika takbirati alihram. Ai kana marratan yarfa'u yadayhi ma'a qawlihi samia Allahu liman hamida. Njia zilizotangulia ni hivi: alikuwa Mtume mara nyingine anainua mikono pamoja na kusema samia Allahu liman hamida, yani sambamba anainua mikono na huko anasema samia Allahu liman hamida. Marratan wa marratan yaqulu samia Allahu liman hamida thumma yarfa'u yadayhi, anasema samia Allahu liman hamida kisha ndo anainua mikono yake. Wa marratan yarfa'u yadayhi thumma yaqulu samia Allahu liman hamida, mara nyingine anainua mikono yake kwanza kisha ndo anasema samia Allahu liman hamida. Hadhihi thalathu ahwal,
hizi ni hali tatu. Hala liqtirani yaqtarinu alqawla ma'a alfi'l, hali ya kukutanisha ni kwamba kauli inakutana pamoja na vitendo, kitendo kile cha kuinua mikono. Wa halun yasbiqu alqawlu alfi'la, na hali nyingine maneno yanatangulia kitendo. Wa halun yasbiqu alfi'lu alqawla, na hali nyingine kitendo kinatangulia maneno. Kal ahwali thalatha allati sabaqat fi takbirati al-ihram, kama zile hali tatu zilizotangulia katika takbiratul ihram. Tumeelewa? Almas'alatu as-sadisa hadha ar-raf'u lil-yadaini fi ar-raf'i min al-ruku' min al-mawadi' al-arba' allati ta'akkada fiha raf'u al-yadaini, kuinua mikono huku, kuinua mikono miwili katika kuinuka kutoka katika rukuu ni katika mahali sehemu 4 ambazo inasisitizika au inasisitizwa kuinua mikono. Ni katika sehemu 4. Ya kwanza wakati wa takbiratul ihram, pili wakati wa kurukuu kwenda katika rukuu, sio? Tatu wakati wa kuinuka kutoka katika rukuu, 4 wakati wa kuinuka kutoka katika tashahudi ya kwanza kwenda kwenye rakaa ya 3. Hizi ndio 4 mawadhi ni sunna ya kusisitiza kuinua mikono. Wasabaka dalilu dhalik, imetangulia dalili ya hilo. Almas'alatu sabia naqulu hadhihi siyaghu allati atat fi hali raf'i min ar-ruku', matamshi haya yaliyokuja katika hali ya kuinua mikono kutoka katika rukuu, wa ba'da ar-raf'i min ar-ruku', na baada ya kuinua mikono kutoka katika rukuu. Hadhihi siyaghu jami'uha mashru'a, matamshi haya yote ni sunna. Wal kalamu fiha kama fi adhkari hadhihi al-adhkar fi ar-raf'i fi al-marrati al-wahida, maneno ndani yake ni kama yaliyo katika adhkari za dhikri hizi katika kuinua mikono fil marrati alwahida, mara ya mwanzo. Walmusalli yurja lahu bihadhihi aladhkar alajru aladhimu min Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kusali hutarajiwa kwamba anapata malipo makubwa kutoka kwa Allah azza wa jalla, kama marra fil hadithi alladhi qabla qalil, kama ilivyokuja katika hadithi kabla ya muda mchache, annahu man wafaqa qawluhu qawla almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kauli yake hiyo ya dhikri hizo ikiwafiki kauli ya malaika, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa hunaka hadithun akhar, na kuna hadithi nyingine, qala rajulun kana yusalli waraa ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam ba'da an rafa'a ra'sahu min ar-rak'a. Mtu mmoja alisema, qala rajulun, alisema mtu mmoja alikuwa akisali nyuma ya Mtume sallam baada ya kuinua kichwa chake kutoka katika rukuu, akasema rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala sallallahu alayhi wasallam ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha, niliwaona malaika zaidi ya 30 wanaikimbilia dhikri hiyo, nani atakaiandika mwanzo. Fahadha yadullu ala fadli hadhihi sigha, hadithi hii inafahamisha fadla za matamshi haya. Samia Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hii inafahamisha ubora wa sigha hili, matamshi haya. Qala fi Fath al-Bari inda sharhi hadha al-hadith tahta raqm 99 ba'da 700 faida. Qila al-hikmatu fi ikhtisas al-adad al-madhkur min al-malaika, hikma ya kuhusisha idadi hii iliyotajwa zaidi ya malaika 30. Asema hikma ya kuhusishwa idadi hii ya malaika iliyotajwa bihadha dhikri, kwa dhikri hii, anna adada hurufihi mutabiqun liladadi almadhkur, idadi ya herufi zake
inawafikiana na idadi ya hawa malaika waliotajwa. Fa inna albid'a ma 3 ila 9 wa adad adh-dhikri almadhkur 33 harfa. Hiyo zaidi ya 30 maa 3 bid'a pamoja na 3 mpaka 9, na idadi ya dhikri iliyotajwa ni herufi 33. Kwa idadi ya herufi hizi zinawafikiana na hao zaidi ya malaika 30. Lakini wayuakiru ala hadha aziyadatu almutaqaddima fi riwayati Rifa'at ibn Yahya wa hiya qawluhu mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hupinga hilo ziada iliyotangulia katika mapokezi ya Rifa'a ibn Yahya, nayo ni kauli yake. Ziada hiyo ni kauli yake mubarakan alayhi, rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala binaan ala anna alqissata wahida, kwa kuzingatia kwamba kisa hicho ni kimoja. Wa yumkinu an yuqala almutabadiru ilayhi huwa athanau zaidu ala almu'tad, inaokuja haraka ni kuzidi, ni sifa iliyozidi kawaida. Wa huwa min qawlihi hamdan kathiran ila akhirih, mpaka mwisho wake, duna qawlihi mubarakan alayhi. Fa innahu litakid, qawlihi mubarakan alayhi ni ya kusisitiza. Wa adadu dhalika 37 harfa, ukizidisha hivyo idadi yake itakuwa ni herufi 37. Wa amma ma waqa inda Muslimin min hadithi Anas laqad ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha, iliyotokea katika riwaya ya Muslim katika hadithi ya Anas, Mtume alisema niliwaona malaika 12 wanaikimbilia. Wa fi hadithi Abi Ayyuba inda Tabarani 13 malaika 13. Fahuwa mutabiqun liadadi alkalimati almadhkura fi siyaqi Rifa'at ibn Yahya wa liadadiha aidan fi siyaqi hadithi albab, lakin ala istilahi nuhah. Asema iliyotokea katika riwaya ya Muslim katika hadithi ya Anas, niliwaona malaika 12 wanaikimbilia dhikri hiyo, na katika hadithi ya Abi Ayyuba inda Tabarani malaika 13. Hii inawafikiana na idadi ya matamshi yaliyotajwa katika mpangilio wa hii riwaya ya Rifa'a ibn Yahya, pia idadi yake katika mpangilio wa hadithi ya mlango huu, lakin ala istilahi nuhat, lakini kutokana na itifaki na istilahi ya manuhat wa maulama wa nahwu. Wallahu aalam. Intaha kalamu hadha al-imam, man hadha? Aywa, al-Hafidh ibn Hajar katika Fath al-Bari. Intaha kalamu al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari. Idhan, kuonesha ubora wa dhikri hii, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tumefahamu hapa? Inafuatia ni fasli nyingine, italatu hadha alqiyam wa wujubu litminani fihi. Insha Allah wiki ijayo tutaendelea. Hadha wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.